Naam, habari. Kwa majina naitwa Bwana Kombo, mimi ni mwanaharakati huru. Karibuni tena siku hii ya leo katika kipindi chetu hichi ambacho kinatupa fursa kuweza kutambua mambo mengi yanayofanyika ndani ya taifa letu, hususan katika nyanja ya kisiasa. Tumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyenijalia mimi na wewe kuwa na afya njema. Mwenyezi Mungu atilie wepesi ndugu zetu waliokuwa hospitalini waweze kuwa na afya njema, waliotangulia mbele ya haki Mwenyezi Mungu awasamehe dhambi zao. Lakini nitumie fursa hii kupana kabisa kuweza kumuombea rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema rais wetu ili aweze kutuongoza vyema wa Tanzania na taifa letu liendelee kusimama kwenye amani iliyotukuka, upendo kwa kila mmoja uwepo. Nitumie fursa hii kuombea wazazi wangu waliotangulia mbele za haki wote, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi na awape pepo ya Firdaus kwa mujibu wa imani yangu, pepo ya Firdaus. Niseme kubwa hapa ninachokuja kukizungumzia kwamba watu wote wanahama. Kama watu wote wanahama, yamebaki makundi makubwa ambayo wengi watakuja kueshangaa. Kundi gani? Kundi la Uviko 19, COVID-19 pamoja na baba yao ama na mlezi wao au na muasisi wao Freeman Mbowe pamoja na wengineo wakubwa ambao watahama, kwa sababu kina Salum Mwalimu na wengine waliotangulia au walikuwa kama ni wafungwa njia. Tumeona kanda mbalimbali watu wakiwa wanahama. Na tutakuja kushuhudia Mbowe atakapofika mwezi wa 6 au mwezi wa 7 na yeye atakuwa ni mwenye kuhama, kwa sababu lengo la siasa ni kwa ajili ya kuweza kutimiza ndoto zako katika kuwahudumia wa Tanzania. Tunajua kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa ni kinara wa demokrasia, amekuwa ni mwalimu wa falsafa ya 4R na wengi wameanza kujifunza na wameweza kuielewa. Ndio maana leo hii wengine hawataki kabisa kupoteza nafasi za kwenda kugombea, kwa sababu wameshaielewa 4R, na hivi ni kwa sababu wameshazungumza mengi sana kuhusu serikali, wameshawadhihaki sana viongozi, wengine kafikia hatua akakosa hoja, wanaanza kuzungumza maisha ya kiongozi mmoja binafsi. Na maana siasa, hoja za kisiasa wengine tayari zimeshawashinda. Ninazungumza haya nikiwa na maana kuu moja. Maana yangu ya kwanza, ninaweza nikasema mwenendo unaoenenda sasa katika nyanja ya kisiasa hapa nchini kwetu Tanzania. Tunaona kuna makundi zaidi ya watu 3,000 wamekuwa wakihama chama, wakikihama chama chao, wakikimbilia sehemu nyingine. Yote ni kwa sababu ya ubepari na umwamba kwamba yeye ndo anaweza kuliko wengine. Bahati nzuri mimi si mwanachadema. Mimi ukinichunguza kadi yangu unaijua, lakini mimi sio mwanachadema. Ukinichunguza tu hata mazungumzo yangu unajua mimi ni mwanachama kutoka wapi, lakini kwamba ni mwanachama lakini si kiongozi. Na hapa sizungumzi kwa sababu mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, hapana. Nazungumza kama mwanaharakati, kama mwananchi ambaye nipo. Maana ukisema sina chama ni uongo. Wote utakuwa ni uongo, lazima na mimi nionyeshe msimamo wangu uko wapi. Na kikubali Chama cha Mapinduzi kutokana na mwenyekiti wake na mkubali, pia na serikali yake na ikubali, na pia mimi ni mwanaharakati ambaye anatetea haki za taifa langu, kwamba anapozungumza haki kwamba sitaki wa Tanzania waingie kwenye machafuko. Anapotokea muuni yoyote au mtu yoyote akataka Tanzania ingie kwenye machafuko, mimi huyo anakuwa ni adui yangu kwa kumsema bila ya kumuonea aibu. Haijalishi ana umri gani. Kikubwa nitamsema kihekima, kwa sababu wengine tuna utu. Tutamsema kihekima na tutamwambia ule ukweli, kama Tundu Lissu makosa ambayo yeye binafsi ameweza kuyafanya. Binafsi sisi kama vijana hatuwezi kuridhika nayo. Tunaona mgawanyiko mkubwa ambao upo hivi sasa. Tunaona kundi kubwa ambalo hivi sasa linahama kutoka chama cha Chadema, vikiwa vimekaa, wanasema kwamba vikiwa vinaelea. Lakini mimi nimekuwa nikizungumza hapa muda mrefu kwamba kundi hili kwa 100% linaweza likaenda Chauma. Kundi hili kwa 100% linaweza likaenda NCCR. Msifikirie kama kundi hili litakuja kuhamia ACT Wazalendo. Haliwezi kuhamia ACT Wazalendo. Haliwezi kupata bahati mara mbili. Kwa sababu kumbuka kwamba
waliokuwa ACT wengi wao walitoka CUF. Waliokuwa ACT wengi wao wametoka CUF. Na CUF wao ndio waliokuwa wametibuana na Chadema. Muelewe ile jambo. Hao waliokuwa ACT walitibuana na Chadema mwaka 2015 baada ya Ukawa. Ushanifahamu, baada ya Ukawa wakatimuana, wakatifuana, wakaona ile jambo haliko sawa. Wale wakaona wengine wakakaa upande wa marehemu Maalim Seif, wengine wakakaa upande wa marehemu Kondrazi. Wengine wakakaa upande wa ndugu yangu Maalim Seif, upande wengine wakakaa upande wa Ibrahim Lipumba. Kwa hiyo msifikiri kwamba wale wanachama wa CUF ambao walihamia ACT walikosana na watu wa Chadema. Msitegemee Chadema leo inaenda kuungana na hawa watu. Na Chadema leo kienda kuingia ACT, kitakachokuja kutokea kwamba wale wanachama wa ACT ambao walikuja na marehemu Maalim Seif lazima watahama chama. Lazima watahama chama. Na maana wataingia wengine, watatoka wengine. Ndio maana nasema kwamba Zitto Kabwe ni mtu ambaye anaelewa siasa ya Kitanzania. Naye mwenyewe alitimuliwa, na timu iliyomtimua kule ilikuwa ni timu Mbowe. Lissu, Mbowe, wote hao walishirikiana kumtimua Zitto Kabwe ili aweze kuondoka. Na si rahisi, hata kifikra tu si rahisi leo timu ya G55 itoke Chadema eti iende ACT. Hicho kitu hakipo. Hapa hesabu zinakwenda katika sehemu kuu mbili. Hata kwenda NCCR ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu Lissu ndiko alikotokea NCCR. Lissu katokea NCCR. Kwa si kazi rahisi waende NCCR. Ndio maana tunajaribu kuonyesha uhalisia wa hiki kipande. Ushanifahamu? Kwa hapa moja kwa moja sehemu ambayo wao wanaweza wakaenda TLP la kwanza au la pili, TLP la kwanza likawa Chauma. Maana Chauma nilitamka mara ya kwanza kwamba watahamia Chauma. Kwa sababu tunaangalia mlingano wa misimamo. Tukimwangalia mwenyekiti wa TLP hana misimamo kama mwenyekiti wa Chauma, Mzee Hashim Rungwe. Maana Mzee Hashim Rungwe kuna muda huwa anafunguka, liwe la uongo liwe la ukweli, yeye anafunguka tu. Yani mshanielewa tayari. Kwa hiyo na wao Chadema wanataka mtu ambaye wataendana naye kisaikolojia, kwa sababu siasa inoenda kuanzishwa Chauma. Chadema G55 watakwenda kule kwa sababu lengo lao si kwenda kushindana na Chama cha Mapinduzi, hapana. Kwa sasa hivi Chadema ama G55 ambao naenda TLP hawaendi kushindana na CCM. Ndio maana nasema katika mwaka ambao CCM itapita kwa kishindo ni mwaka 2025. Tena kishindo ambacho hakijawahi kutokea. Jambo la kwanza, tayari chama kimoja tayari tushajua hakitashiriki uchaguzi, na maana kimeridhia Rais Samia apite kwa kishindo. Chama gani? Timu Lissu, Chadema. Imesharidhia tayari kwamba tayari, unajua kugawanyika kwa Chadema ni kuipa fursa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine. Kwa sababu wangekuwa na umoja wao, wenda wangepata angalau kidogo majimbo mawili matatu. Ila sasa hivi umoja wenyewe hamna. Kuna kazi ya kwenda kuwashawishi watu ambao walikuwa wamkubali Tundu Lissu ili wamkubali Tundu Lissu. Hiyo sio kazi rahisi. Kuna kazi ya kwenda kuwashawishi watu huko mtu ambaye alikuwa Chadema, kashamuona Mbowe ameshahama, kashaenda Chauma. Kuna kazi ya kwenda kumshawishi mtu amkubali Mbowe ndani ya Chauma, licha kwamba alimkubali ndani ya chama cha Chadema. Kwa inabidi amshawishi ndani ya chama cha Chadema. Kwa hiyo hapa automatically kwamba hawatakwenda kuperform kama alivyokuwa na perform miaka yote. Katika mwaka ambao Chadema wamejitia mchanga wa macho ni mwaka huu. Wote wamejitia mchanga wa macho. Kusema kwamba hawashiriki kwenye uchaguzi ni jambo ambalo hawakulifikiria na wala hawakuona tathmini yake. Yaani hawakutathmini, hawakufanya uchambuzi. Unajua kwenye siasa, maisha ya siasa ni lazima ufanye uchambuzi. Unapozungumza ufanye uchambuzi, kabla haujalifanya jambo lazima uangalie athari yake. Nikifanya hiki najua nitakuja kusimama kwenye misingi hii. Misingi hii nikisimama kwenye misingi hii, mazungumzo yatakayokuja kuzungumzwa haya. Yakizungumzwa haya, mimi nina faida gani na hasara gani? Ili jambo lazima pia kama wanasiasa au unapokuwa ndani ya chama lazima uwazie chama. Ndio maana Chama cha Mapinduzi, nyinyi hata muje na sera kiasi gani, kuna washauri wa chama, hata muje na sera kiasi gani, kwambia kwa mujibu wa hapa tutafika hapa, tukizungumza hili tutajibu na hili. Chama cha Mapinduzi muda mwingine huwa kinawachezea makusudi tu comedy vyama vya upinzani. Kinamchezea makusudi tu comedy kwa weka baadhi ya viongozi. Basi tu
Kwa sababu Chama cha Mapinduzi hakina mshindani mpaka sasa kwa Tanzania. Hakuna chama ambacho kinakifikia Chama cha Mapinduzi. Hakuna. Yaani kihaki tu ile, kihaki tu, licha kwamba sijui maneno yenu machafu ya kukichafua Chama cha Mapinduzi, kihaki tu ile. Hakuna chama ambacho kinafikia Chama cha Mapinduzi. Jibu ni moja. Chama cha Mapinduzi watu wakisha pishana ndani ya chama, hawakujao kuwa na maamuzi kwamba tunahama chama, hapana. Na wakihama chama wanakwenda kuvudhoofisha kule, wanaenda kuwazoa watu kule, kuwaleta huku. Kwa ndio maana nasema katika mwaka ambao Chadema wamejitia mchanga wa macho ni mwaka huu ambapo wanakwenda kushuhudia Chama cha Mapinduzi kikishinda kwa kishindo. Kwa hiyo hoja yangu ya msingi, kwa nini sasa Chadema wanafanya mikutano? Ni kitu gani kinachopelekea wao wafanye mikutano? Mikutano hii ina faida gani kwa wao? Jibu kwamba wanachokifanya ni sawa sawa wanaogelea, wanatoka hapo wanajimwagia mchanga. Kwa sababu zifuatazo. Mikutano hii ambao wanaifanya haina faida yoyote kwa kipindi hichi. Haina faida yoyote. Wasidhanie ya kwamba eti kwenda kumzungumzia kiongozi wa Chama cha Mapinduzi kwamba kiongozi fulani hafai hivi na hivi, sawa hafai, mbadala wake ni nani? Jibu mbadala wake hakuna. Atabaki kuwa huyo tena. Hapa kinachokwenda kufanyika G55 wanakwenda ina maana sasa Chadema kiwaaminisha kwamba kiongozi fulani wa Chama cha Mapinduzi hafai. Ina maana sasa wao wanachokwenda kutengeneza ni kitu gani? Wanakwenda kuwapigia debe G55 ambao wanaenda Chauma. Mambo lazima utumie akili katika kuwaza. Hivi vitu lazima utumie akili katika kuwaza, kwa sababu Team Lissu akiwemo Heche hawa hawashiriki. Yaani Chadema haishiriki kwenye uchaguzi. Leo unaenda kumsema Kombo kwenye jukwaa. Bwana Kombo hafai 1 2 3 4 5. Sawa, mimi sifai. Lakini mimi ambaye sifai nasimama kwenye uchaguzi. Namweka mgombea. Wewe unayesema ufai, humweki mgombea, kusimami popote. Jibu ni nini? Jibu kwamba automatically watu watakuja tu kwangu. Wataniambia bwana kajirekebisha hapa, mimi nitaenda kujirekebisha. Mwisho wa siku nitaendelea. Yaani sawa sawa kwamba wanasema kwamba sawa sawa na mtoto mdogo anampigia kelele babake, baba nini baba sikupi chakula hivi, wakati mtafuta chakula ni baba mwenyewe. Ndio kitu ambacho kinachokwenda kutokea hapa. Nimejaribu kutoa mfano huo kwa mwenye fikra anaweza akafikiria kwa kina. Kwa kitendo alichokifanya Chadema, hiyo no reform no election, sioni faida yake. Mimi binafsi yangu sioni faida yake, kwa sababu ni kitu ambacho tunasema kwamba hata wakihubiri kwamba serikali haitendi 1 2 3 4 5, haina faida ndani ya Chadema. Napozungumza haina faida kwa sababu zifuatazo. Huyo anemsema mwenzake anaenda kushiriki kwenye uchaguzi. Sawa, utamchafua kiongozi wa Chama cha Mapinduzi na wewe hauendi. Wanachokifanya wanasema kama mbwai na wewe mbwai. Lakini haitakuwa mbwai, kwa sababu itafikia wakati wewe hautaingia kwenye kampeni, usazuiwa tu kampeni. Lazima uzuiwe kampeni kwa sababu ushaonekana ni yako sio kushiriki. Kama huhitaji kushiriki uchaguzi, umeshakiuka zile kanuni, mwisho wa siku utafungiwa kwamba huyu mtu alishakataa. Kwa mwaka huo watamfungia mikutano ya hadhara, watamfungia. Wakishamfungia mikutano ya hadhara, sawa sawa alichokifanya ni kazi bure. Ndio maana na wananchi wanaochangia tone na wale ambao wanaokusanywa vibakuli, ninawaonea huruma sana, kwa sababu chama chao kimekuwa wanasema kwamba hakina ndoto. Chadema sasa hivi haina ndoto. Hata vijana wakicomment kiasi gani, hata wakichukua hizo namba zangu wakanitukana kiasi gani, lakini ukweli utabaki kuwa ukweli. Ukweli unauma kwamba chama hiki bado kwa sasa hakina ndoto yoyote. Unapohitaji kutimiza ndoto yako ni lazima ulale usingizi. Kama unataka ndoto ya kuota, ni lazima ulale. Uwezo ukaota ndoto ukiwa umekaa, hiyo itakuwa sio ndoto, hiyo itakuwa ni hadithi kama hadithi nyingine. Unapotaka kufikia malengo yako fulani, ni lazima utafute njia gani itanipa fedha ili nikiweze kutimiza ndoto fulani. Ushanifahamu? Unapotaka kununua gari leo, uwezi kwenda tu ukakachuma majani kwenda kununua gari. Lazima utafute vyanzo ambavyo vitakusababishia wewe kuweza kununua ile gari. Ushanifahamu? Kwa hiyo unapohitaji reform zifanyike, haziwezi kufanyika ukiwa nje. Ingia ndani, hamasisha reform, mwisho wa siku zifanyike. Kwani kipindi cha katiba ya katiba ile, si walikuwa kwenye mfumo? Na mwaka 2015 walizoa viti vingi sana. Chadema walipata viti vingi. Je, walikuwa kwenye mfumo? Hawakuwa kwenye mfumo. Kwa vitu vingine ni uelewa tu.
ni uelewa tu. Alafu watu wengine wanaburuzwa tu. Hivyo umeenda kukaa chuo. Unajua mimi wanacheka kwa dharau sana vitu vingine. Umeenda kukaa chuo mwanafunzi, ukasoma, ukapata elimu yako, ukaja sasa kwa ajili ya kuweza kuifanyia kazi. Ushanifahamu? Unakuja huku mtu anakuambia sio ni tafsiri vipi yani? Na imani hapa tayari ushanielewa. Uwezi kukimbia majukumu. Kama wakati wako wa majukumu umefika, timiza majukumu yako. Tumeona mmoja alikamatwa juzi kati, alikuwa anaenda Ubelgiji. Kwenye nini? Tujiulize, alikuwa anafanya nini? Mimi nasema hivi vyama hivi, hususan hiki chama hiki, mimi huwa nakuwa na wasiwasi nacho cha sana. Mipango yake na sera yake ala sielewi. Mimi nishukuru kwamba serikali yangu iko macho, inafanya kazi vizuri. La mwisho, kuna jambo ambalo limekuwa likizungumziwa sana kuhusu magari ya chama. Yale sio magari ambayo watu wanaoyadhania na kuweza kumchafua mzee Rungwe. Zile mtu kafanya anaita mock up kitu kama hicho wanafanya kitu wamedesign yani. AI hizo zimeweza kudesign yale magari kwa sababu timu boy inaenda kule ionekane kwamba wamewezeshwa. Alafu kashfa inakuja zaidi wanaisingizia serikali ndio imewezesha. Serikali iwezeshe, serikali iko busy kuhudumia Watanzania, sio kujihudumia vyama. Kila chama kina ruzuku. Kama una watu wengi bungeni ruzuku yako kwani Chadema ilipata pesa kwa sababu ya nani? Si kwa sababu ya Mbowe. Alikuwa ashindwi. Akiamua kuenda kuingia kwenye kugombea, anaenda kugombea. Anaenda kugombea, maisha yanakwenda. Alafu Mbowe sasa hivi ndani ya miezi michache iliyopita ameshajipanga. Na mzee Hashim Rungwe watu wasichokijua